Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anatarajiwa kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin wiki ijayo pembezoni mwa mkutano wa kilele wa shirika la ushirikiano la Shanghai utakofanyika mjini Bishkek nchini Kyrgyzstan. Mkutano huo unatarajiwa kuwa wa sita wa ana kwa ana kati ya viongozi wawili, ukiashiria kuendelea kwa mawasiliano ya karibu kati ya Tehran na Moscow kwenye kipindi ambacho hali ya kisiasa na kiusalama imeendelea kuwa ya mvutano. Balozi wa Iran mjini Moscow, Kazem Jalal, ametangaza kuwa Pezeshkian atashiriki katika mkutano huo wa kilele unaotarajiwa kufanyika Septemba mosi mwaka 2026, ambapo pia atapata nafasi ya kufanya mazungumzo na Putin. Kwa mujibu wa taarifa iliyoripotiwa na shirika la habari la Iran, Jalal amesema kuwa hadi sasa Pezeshkian na Putin wamekutana ana kwa ana mara 5 tangu kiongozi huyo wa Iran alipoingia madarakani, na mkutano wa Bishkek unatarajiwa kuwa wa 6. Ingawa maelezo kamili ya mambo yatakayojadiliwa kwenye mkutano huo hajawekwa wazi, mazungumzo kati ya viongozi wawili yanatarajiwa kugusa masuala muhimu ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama yanayozihusu nchi zao pamoja na hali ya sasa ya Mashariki ya Kati. Hali ya mzozo unaoendelea kati ya Iran na Marekani inatarajiwa kuwa miongoni mwa masuala yatakayopata uzito mkubwa katika mazungumzo hayo. Mkutano wa Pezeshkian na Putin unakuja wakati Iran ikiwa katika mvutano mkali na Marekani miezi 6 baada ya kuzuka kwa vita kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaliyoanza Februari mwaka 2026. Tangu kuanza kwa mzozo huo, hali ya usalama katika eneo hilo imeendelea kuwa tete, huko Iran na Marekani zikiendelea kutofautiana kuhusu masuala mbalimbali ya kisiasa na kijeshi. Katika kipindi hicho, Iran imeendelea kuimarisha uhusiano wake na mataifa yenye ushawishi mkubwa kama Urusi na China. Tehran imekuwa ikitazama ushirikiano wake na Moscow kama sehemu muhimu ya mkakati wake wa kisiasa na kiuchumi, hasa kwenye kipindi ambacho inakabiliwa na shinikizo kutoka Marekani na baadhi ya mataifa ya Magharibi. Urusi kwa upande wake imeendelea kuwa mshirika muhimu wa Iran katika masuala mbalimbali ya kimataifa. Uhusiano kati ya Moscow na Tehran umekuwa ukipata umuhimu mkubwa zaidi katika miaka hivi karibuni, huku nchi hizo mbili zikishirikiana katika maeneo mbalimbali yakiwemo biashara, uchumi, usalama na diplomasia. Mazungumzo ya mara kwa mara kati ya viongozi wa mataifa hayo mawili yanaonyesha juhudi za kuimarisha zaidi uhusiano huo na kujenga msimamo wa pamoja kuhusu changamoto mbalimbali zinazolikabili eneo na dunia kwa ujumla. Mkutano wa viongozi hao wawili utafanyika pembezoni mwa mkutano wa kilele wa shirika la ushirikiano la Shanghai, ambao limeendelea kuwa moja ya majukwaa muhimu ya ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kiusalama katika eneo la Asia na Eurasia. Shirika hilo kwa sasa lina nchi 10 wanachama, zikiwemo Iran, Urusi, China, India, Pakistan pamoja na mataifa kadhaa ya Asia ya Kati. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.